mwalimu na mwanafunzi lazima watumie lugha ambayo wenyewe wanasema familia, yani lugha ambayo unajiassociate nayo, kwa sababu pale ndio unapofikiri lazima ufikiri kwenye ile lugha yako. Lakini ukilazimishwa kufikiri kwenye lugha nyingine ambayo wala huna touching, kwa sababu unajua kuna mazingira, unaoanisha vitu vingi ili wewe uje na fikra, wazo fulani. Sasa ukimtoa mwalimu na mwanafunzi, yani mfundishaji na mfundishwaji, kwenye mazingira ambayo wanatumia lugha ambayo wao hawako karibu nayo, yani si sehemu yake, inakuwa tabu. Pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kulikuwa na project nzima kuhusu language of instruction. Wataalamu wengi walikuwepo na wakatoa mapendekezo chungu mzima, hayakufanywa kazi. Na walichokuwa wanasema, na mimi na kiafiki, kwamba kitumike Kiswahili kufundisha ngazi zote. Na kwa nini? Kwa sababu wamesema hata hapo sekondari, huyu mtoto ambaye kweli miaka 7 ya msingi amesoma, amefundishwa kwa Kiswahili, kwa amejijengea tayari zile concept na nini, lakini unapompeleka kwenye sekondari anabadilisha sasa mfumo, anafundishwa kwa Kiingereza na yeye aweze kujieleza kwa Kiingereza, lakini hakuwa na msingi mzuri wa hiyo lugha ya Kiingereza. Wakaenda pale zaidi kwa kusema kwamba tatizo sasa sio sisi wanafunzi, hata walimu wenyewe hawana Kiingereza cha kuwatosha kuweza kuhamisha ujuzi na elimu kumfikia yule anayefundishwa. Kwa hiyo mwalimu ana broken English, mtoto ana broken English. Tunafikia wapi? Allahu ya'lam, Mungu mwenyewe ndiye ajuaye. Ndio tumewekwa humo kwenye mkorogo huo na tumeogelea humo mpaka sasa. Wanalaumu kwamba walimu walikuwa wanatumia nani, wenyewe wanasema nini, ile dossier hilo kwamba kalitoa photocopy toka hizo halibadilishiki, kwa sababu hana jipya la kuongeza.